Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi hii. Tunakuletea mkusanyiko wa habari muhimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Katika vichwa vya habari vya leo, watu wanne wakiwemo padri mmoja ametekwa nyara katika barabara ya Kiwanja kuelekea Kanyabayonga huko Ruchuru. Wakati huo Jenerali Yakutumba amekanusha taarifa zilizokuwa zikisambaa zikidai kuwa amejeruhiwa na kudhibitisha kuwa anaendelea na jukumu lake la kutetea taifa. Katika habari za afya, wagonjwa 5 waliokuwa wameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo wamepona na kuruhusiwa kutoka katika vituo vya matibabu mjini Bunia. Na huko Beni, mili mingine 11 ya raia waliouawa katika mashambulizi yaliyohusishwa na waasi wa ADF imegunduliwa katika eneo la Vemba, jambo lililozidisha wasiwasi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni baadhi ya habari kuu za asubuhi hii. Endelea kuwa nasi kwa taarifa kamili na uchambuzi wa matukio pamoja na habari nyingine muhimu za kimataifa. Hali ya usalama katika eneo la Beni inaendelea kuzorota baada ya mili mingine 11 ya raia waliouawa kugunduliwa katika maeneo ya Mimili ya Vemba katika mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, mili hiyo iligunduliwa na wakazi pamoja na vikosi vya ulinzi wakati wa operation ya kutafuta watu waliokuwa wametoka kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni katika eneo hilo. Ugunduzi huo umeongeza idadi ya waathirika na kuzidisha hofu ya miongoni mwa wananchi wanaoishi katika eneo hiyo ya karibu. Mashahidi wanasema kuwa waasi hao walivamia maeneo kadhaa ya vijijini ambako walifanya mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Baadhi ya wakazi walazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku wengine wakisaka hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Eneo la Vemba limekuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya waasi wa ADF. Kwa miaka kadhaa sasa, mashambulizi yanayohusishwa na ADF yamesababisha vifo vya mamia ya watu, uharibifu wa mali na kufanya maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wameeleza masikitiko yao kufuatia tukio hilo na kutoa wito kwa mamlaka za serikali kuimarisha hatua za kiusalama ili kulinda maisha ya wananchi. Wamesema kuwa wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayoendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Wakati huo vikosi vya usalama vinaendelea na operation za kuwatafuta washambuliaji na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka zinaendelea pia kufanya uchunguzi ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo na kuwasaidia waathirika pamoja na familia zilizopoteza wapendwa wao. Wakazi wa Beni wameendelea kutoa wito kwa serikali na washirika wa kimataifa kuongeza juhudi za mapambano dhidi ya makundi yenye silaha ili kumaliza mzunguko wa mauaji unaoendelea kuathiri maisha ya wananchi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hili linaonyesha mara nyingine changamoto kubwa za usalama zinazolikabili eneo la Beni, ambako wananchi wengi wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari huku wakitumaini kurejea kwa amani na utulivu wa kudumu. Habari njema inaendelea kujitokeza katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wagonjwa 5 waliokuwa wameambukizwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kupona na kuruhusiwa kurejea katika familia zao. Tangazo hilo limetolewa na mkurugenzi mkuu wa World Health Organization wakati wa ziara yake katika mji wa Bunia ambao ndiyo kitovu cha mlipuko wa sasa wa ugonjwa huo katika eneo la Ituri. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa tukio jipya cha matibabu ya Ebola mjini Bunia, Tedros alisema kuwa wagonjwa 4 walitarajiwa kutoka katika kituo cha matibabu siku hiyo, huku wagonjwa wengine wakiwa tayari wameruhusiwa kurejea nyumbani zao siku 2 zilizopita baada ya afya yao kuimarika. Mkuu huyo wa WHO alisitiza kuwa ingawa juhudi za kutafuta chanjo cha tiba maalum dhidi ya aina ya Bundibugyo ya Ebola zinaendelea, wagonjwa wanaopata maambukizi bado wanaweza kupona kupitia huduma za matibabu na uangalizi wa karibu na wataalamu wa afya. Aina ya Bundibugyo ni mojawapo ya aina adimu za virusi vya Ebola. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba rasmi iliyothibitishwa na matumizi dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Hata hivyo, kupona kwa ugonjwa huo wagonjwa hao 5
kunatoa matumaini mapya kwa wananchi na wahudumu wa afya kuendelea kupambana na mlipuko huo wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na WHO, mgonjwa mmoja aliyethibitishwa na virusi vya Ebola vya Bundibugyo alikuwa tayari amepona siku chache zilizopita, jambo lilotajwa kuwa kesi ya kwanza ya kupona iliyothibitishwa katika mlipuko huu unaoendelea. Licha ya habari hizo za kutia moyo, changamoto bado ni kubwa. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa jumla ya visa 906 vinavyoshakiwa kuwa vya Ebola vimeripotiwa, huku watu 223 wakiripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo au dalili zinazohusishwa nao. Wakati huo, nchi jirani ya Uganda pia imeathiriwa na ugonjwa huo. Wizara ya Afya ya Uganda imetangaza kuwa visa 9 vya Ebola vimethibitishwa mjini humo, huku kifo kimoja kikiripotiwa. Mamlaka za afya nchini Kongo na mashirika ya kimataifa wanaendelea kuhimiza wananchi kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya, kuripoti haraka dalili zinazohusishwa au zinazoshakiwa za Ebola na kushirikiana katika juhudi za udhibiti kuenea wa ugonjwa huo. Kupona kwa wagonjwa au watano kunachukuliwa kama hatua muhimu katika mapambano dhidi ya mlipuko huo wa Ebola, na kunatoa matumaini kwamba wagonjwa wengine wanaendelea kupatiwa matibabu wanaweza pia kupona na kurejea katika maisha yao ya kawaida. Turudi Kivu Kusini, ambako taarifa zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya majukwaa ya habari zikidai kwamba General William Amuri Yakutumba amejeruhiwa na zimekanushwa rasmi na musika mwenyewe. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana Jumapili tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026, General William Amuri Yakutumba amezungumza na vyombo vya habari na kueleza kuwa yuko katika hali nzuri ya afya na anaendelea shughuli zake za kulinda taifa. Kauli yake imekuja kufuatia uvumi ulioenea ukidai kuwa alikuwa amejeruhiwa katika mazingira ambayo bado haijaelezwa wazi. Akizungumza kuhusu swala hilo, General William Amuri Yakutumba alisema wazi kwamba ana tatizo lolote la kiafya, bado anaendelea na kile anachokitaja kuwa jukumu lake la kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika kauli yake alisema kwamba ninaendelea vizuri sana, niko katika hali nzuri na ninaendelea kutetea taifa. Taarifa hiyo imeleta ufafanuzi kuhusu habari zilizokuwa zimezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi, hususan katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jina ya Yakutumba inajulikana kutokana na nafasi yake katika makundi ya wazalendo yanayodai kupigania ulinzi wa maeneo yao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa katika kipindi cha migogoro, mara nyingi taarifa zisizothibitishwa husambaa kwa haraka na usababisha taharuki na mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Hali hiyo ndiyo inafanya umuhimu wa kuthibitisha habari kutoka kwa vyanzo vya kuaminika kabla ya kuzisambaza. Kwa sasa hakuna ushahidi unaothibitisha madai ya kusema kwamba William Amuri Yakutumba amejeruhiwa, huko kauli yake mwenyewe ikionyesha kwamba anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Hata hivyo, hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na migogoro yanayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha katika eneo hilo. Wananchi wametakiwa kuwa waangalifu dhidi ya taarifa za upotoshaji na kuhakikisha wanapata habari kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika ili kuepuka kusambaza uvumi ambao unaweza kuongeza taharuki katika jamii. Turudi Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzua wasiwasi baada ya watu wanne akiwemo padri mmoja wa kanisa la Katoliki kutekwa nyara kwenye barabara inayounganisha mji wa Kiwanja na Kanyabayonga. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilitokea wakati wa anga au walipokuwa kisafiri katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu.
Watu hao walizuiliwa na watu wenye silaha ambao hakutambulishwa rasmi hadi sasa kabla ya kuondolewa na kupelekwa kusikojulikana. Miongoni mwa waliotekwa ni padri anayehudumu katika kanisa la Katoliki, jambo ambalo limezua hofu na masikitiko makubwa miongoni mwa waumini na wakazi wa eneo hilo. Viongozi wa dini pamoja na mashirika ya kiraia wamelaani tukio hilo na kuwataka wahusika kuachia mateka au bila masharti yoyote. Barabara ya Kiwanja Kanyabayonga ni moja ya njia muhimu zinazounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Hata hivyo, imekuwa ikikabiliwa na matukio ya mara kwa mara ya utekaji nyara, uporaji na mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika ukanda huo. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa matukio kama hayo yanaendelea kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii, huku wasafiri wengi wakihofia kutumia barabara hiyo kutokana na hatari zinazowakabili. Baadhi yao wameitaka serikali kuongeza juhudi za kulinda raia na kuhakikisha usalama unarejea katika maeneo yanayokumbwa na migogoro. Kwa upande wake, vikosi vya usalama vinaendelea na uchunguzi ili kubaini waliohusika na tukio hilo pamoja na juhudi za kuwasaka mateka au. Hadi sasa hakuna kundi lililojitokeza kudai kuhusika na utekaji huo. Tukio hili linakuja wakati ambako mashirika mbalimbali ya ndani na kimataifa yanaendelea kutoa wito wa kuimarishwa kwa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika na migogoro kwa muda mrefu. Ni matumaini ya wananchi kwamba hatua za haraka zitachukuliwa ili kurejesha mateka au waliotekwa au waliochukuliwa warudie salama bila masharti. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari toka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanzie nchini Kenya ambapo wanafunzi 8 wa shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Academy wanazuiliwa na polisi kuhusiana na mkasa wa moto wa bweni ambao ulisababisha vifo vya wanafunzi 16 usiku wa kuamkia jana. Waziri wa elimu nchini Kenya Dr. Julius Ogamba amesema kwamba uchunguzi wa awali unaashiria kwamba moto huo uliwashwa kimakusudi. Wanafunzi 7 bado wanaendelea kutibiwa huku wenzao wengine wakiruhusiwa kwenda nyumbani. Aidha, miili ya wanafunzi waliofariki itafanywa ukaguzi wa vinasaba yani DNA kabla ya familia za waathiriwa kuipokea miili hiyo kwa ajili ya mazishi. Kutokana na mkasa huo, bodi ya usimamizi wa shule ya Utumishi Academy imevunjwa huku tume ya kuajiri walimu TSC ikichukua hatua za kumwadhibu mwalimu mkuu wa shule hiyo kwa tuhuma za kutoangazia kanuni za usalama katika shule hiyo. Watakaopatikana na hatua watashtakiwa kulingana na sheria za nchi. Tuna taarifa kwamba washukiwa watafikishwa mahakamani Jumanne wiki ijayo. Pili ni kwamba usimamizi wa shule haukufuatilia kanuni za usalama kama zilivyonakiliwa katika sheria za usalama shuleni na vilevile sheria za kimsingi za elimu. Kwa mfano, bweni lililoathirika lilikuwa na wanafunzi kupita kiasi na mlango mmoja ulikuwa umefungwa kinyume na sheria za usalama. Tatu ni kwamba walimu 2 walikuwa wamepata habari za awali kuhusu njama ya baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 3 ila hawakuchukua hatua yoyote japo walikuwa na taarifa hizo kabla ya tukio hilo. Walimu hao watachukuliwa hatua za kinidhamu. Hii leo baadhi ya wazazi wa shule hiyo wameelezea mahangaiko yao kuhusu kupata taarifa muhimu kuhusu walipo watoto wao. Mwandishi wetu Victor Kenani bado amekita kambi shuleni humo kwa siku ya pili na ana maelezo zaidi. Watoto wetu wako wapi? Hasira, majonzi, kilio. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa nje ya shule hii siku moja tu baada ya moto kuteketeza bweni shuleni humo. Baadhi ya wazazi wenye ghadhabu hapa ambao bado walikuwa kizani kuhusu hatma ya watoto wao walighadhabishwa na kutojua kinachoendelea humo. Kuja leo saa hii nimefika hapa Giligili. Nimeanza kukuja hadi shule moja kwa moja hadi shule na sijapata jibu yoyote. Tunaambia wengine wako kwa mochari, wengine wako hospitali. Mpaka saa hizi jui kwenye yako. Baada ya muda, afisa mkuu wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI akawaeleza wazazi kinachofuata na wakaruhusiwa kuingia mmoja baada ya mwingine.
Kwa walioweza kutoka na wana wao ilikuwa ni afueni. Kuna wale wazazi ambao watoto wao wako hapa ndani, mutasonga kando tujukue majina yenu. Kuna wale wazazi ambao hawajapata watoto, tunataka wawe kando. Kuna wale wazazi wanangoja ripoti waambiwe venye wataenda hospitali. Licha ya uchunguzi kuendelea, waziri wa elimu nchini Kenya Julius Ogamba ametangaza kisa hiki kama uchomaji moto wa kukusudiwa na kuonya kuwa sheria itachukua mkondo wake. Polisi wanawashikilia wanafunzi 8 kwa uchunguzi zaidi kutambua iwapo na vipi walihusika. Wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki huku wengine 79 wakitibiwa na majeraha mbalimbali kutokana na mkasa huo. Watoto walichomeka ndani. Sasa ndio kwa maana baba yake alikuwa anasafiri alikuja. Sasa baba yake aliingia usiku tukakuja na yeye asubuhi, tangu asubuhi wamesema wamechukua DNA. Hapana, tukuje tukatiwa. Mlipata jana saa 5. Serikali imesema itaanza kufanya uchunguzi wa vinasaba, yani DNA, kubaini miili ya waliofariki. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo mahakama nchini humo imesimamisha mipango ya kuweka kituo cha karantini cha Ebola nchini humo ili kuwasaidia raia wa Marekani walioambukizwa ugonjwa huo. Ripoti zinasema kwamba kituo hicho cha vitanda 50 kilitarajiwa kuanza kufanya kazi leo Ijumaa katika eneo la Laikipia, takriban kilomita 200 kutoka jiji kuu Nairobi. Shirika la haki za kibinadamu la Katiba Institute liliwasilisha kesi mahakamani likisema kuwa mpango huo unahatarisha maisha ya umma. Kituo hicho ambacho ni cha kuwaweka karantini raia wa Marekani wanaotoka DRC na Uganda kimezua mjadala mkubwa miongoni mwa raia wa Kenya na madaktari. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ametetea hatua hiyo ya kuwa na karantini, akisema kuwa ni mchango wa Kenya kwa jumuiya ya kimataifa. Forget about the misleading impression. Msahau kuhusu dhana potofu kwamba vituo aina hii ni vya kuatibu tu raia wa kigeni. La, Kenya itaweka vituo kama 16 kama hivyo kwa sababu hatujui, tunajitayarisha. Hatuwezi kuwa wajinga kuleta ugonjwa wa Ebola na kuwapa wananchi. La, tunachukua tahadhari. We are actually being proactive. Hata hivyo, chama cha madaktari nchini Kenya kimekosoa vikali uwepo wa kituo hicho na kusema kuwa Kenya haina uwezo wa kushughulikia wagonjwa wa Ebola iwapo kutakuwa na maambukizi. Katibu mkuu wa chama hicho Davji Bimji Atela awali amezungumza na mwanahabari mwenza Agnes Penda kuhusu hali hiyo. Tupingi kuwepo na mahali za kufanya matibabu ya wagonjwa wa Ebola nchini, kwa maana kuwepo kwa quarantine tofauti nchini ni muhimu. Lakini tunachopinga ni ile quarantine ambayo inatengenezwa katika ile county ya Laikipia, aswa tu kwa wa Amerikani. Kwa maana ni isolation ambayo inawekwa pale Laikipia, na iko na nia ya kuwa itachukua wale wagonjwa ambao wamekuwa wako na Ebola pale Kongo ama Uganda na kuletwa nchini. Kwa hivyo ni ile ali government yenyewe tu inashirikia ku import ama kuleta ile ugonjwa nchini na ambapo hatuna hapa katika nchini. Je, daktari, unaona Kenya imefanya hatua zote za kudhibiti Ebola iwapo itaingia nchini Kenya ambazo tutasema kwamba zitasaidia tukisema tunakubali hii karantini kuingia Kenya? Tukiangalia serikali imelegea sana katika ile uhamasisho ama kuelimisha jamii kuhusu mambo ya Ebola. Tunaona ile hiyo mazungumzo na pia elimu kuelimisha watu kuhusu Ebola. Hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili kuwa ni katika ikiwepo kutakuwa na ile ripoti ya mtu kupata ugonjwa wa Ebola, kitu cha kwanza ni lazima kuwepo na ile mpangilio wa ile quarantine ya Wakenya na kuhakikisha kuwa mtu ambaye anatibiwa jinsi inavyofaa. Tunapoangalia nchini kuna ile ukosefu wa huduma wa afya katika ile karibu takriban 1,100 laki moja ya wafanyikazi wa afya hawajaandikishwa kazini. Kwa hivyo kuna ile shortage. Hospitali ambao tuko nazo, watu wakienda hospitali hawapati matibabu kwa sababu hakuna madaktari, hakuna wahudumu wa afya, hakuna nurses, wauguzi. Kwa hivyo inafaa hata kabla wafikirie mambo ya kuleta ugonjwa nchini, jinsi wanavyofanya, kulikuwa na madaktari wameandikishwa kazi, nurses wameandikishwa kazi,
hospitali zipo na madawa, hospitali zipo na zile vifaa vya intensive care unit, ambapo ikiwepo kunao wale wagonjwa ambao wanahitaji hizi matibabu wanaweza tibiwa. Mmezungumza na serikali kuhusu hili, haya yote ambayo mnazungumzia sasa, na wamesemaje? Wajua serikali haikutu consult katika haya mambo. Walikuwa wanafanya katika ile tunasema ni secrecy, top secrecy. Ambapo Amerikani walizungumza wakisema kuwa hawatakubali virusi yote ya ama mtu yote ambaye ana virusi vya Ebola kufika nchi yao. Wamekubaliana na Kenya na serikali ya Kenya quarantine itaweka Kenya kushughulikia Waamerikani. Hapo ndipo tukagundua kuwa Kenya ama serikali imekuwa ikituuza tu ama ikitupuzilia mbali afya yetu katika hii mambo yao. Serikali haijatuonyesha kwa kinagaubaga kuwa hii ndio mpangilio ambao tuko nao. Ikiwa mtu yote atakuwa na ugonjwa katika boda za Busia ama nchini nzima, bao jinsi tutashughulikia. Ingekuwa inahusisha kila mtu, je, ni kitu ambacho mngekikubali? Wakati Amerikani na Kenya wanasikilizana, Amerika wanasema boda yao ya Amerikani hawezi kubali mgonjwa wote uwe Mwamerikani kufika huko, kwa sababu wanajua ile danger of hii ugonjwa. The fatality rate is 50%. Kwanza tunasema kuwa ukweli kama Amerikani na Kenya wako na ujuzi na wako na intention ya kusaidia mambo ya Ebola containment, wangeanza kuhakikisha kuwa kuna containment Kongo, wangeanza kusaidia huko mahali hipo na kuhakikisha kuwa hakuna more spread. Lakini hii mambo ya kuleta ile ugonjwa ambao wanahakikisha iko na kuileta nchini inaonyesha kuwa kunikuhadharisha wananchi, ambapo Amerika hawadharishi watu wao. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya siku ya leo, asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe ya kwanza mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share na vile vile una partage. Na kushaini bansema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni.